huyu mtu ambaye yupo Iringa. Kwanza, nukta ya kwanza ilikuwa ni kumshukuru, kumpongeza na kumshukuru Mungu, lakini nukta ya pili ni kutoa ufafanuzi na watu wajifunze kupitia hii darasa ambalo tunalitoa katika vipimo. Lakini naamini kwa kipindi cha miezi hii mitatu ambao tumeshakula siku 25 na kwenye vipimo hivi tutapata jawabu la kuwa na mstari mmoja. Mimi naamini huyu yupo salama, lakini yupo katika ulinzi wa miezi mitatu. Baada ya miezi mitatu atakuwa huru kwa maana ya kuanza maisha mapya baada ya kukata ile minyororo ambayo ilikuwa inamsumbua katika safari ya maisha yake. Kwa hiyo ni nukta yangu ya pili. Lakini nukta yangu ya tatu, sina ufahamu mzuri zaidi, lakini naweza kutoa ushauri kwa baadhi ya mahusiano. Wanakuja watu wengi ofisini kwangu, lakini wanaolalamika sana kati ya wanaokuja, wanaume si wengi sana, wanawake wengi sana. Wanalalamika kiasi kwamba unapata wakati mgumu. Nikasema hapana, leo nijaribu kutoa ushauri wangu na unaweza ukawasaidia baadhi ya watu. Kwanza, safari ya maisha ni pale unapozaliwa, mwisho wa maisha ni pale unapoondoka duniani. Lazima ukubali yale unayokutana nayo, yale ndio maisha. Lazima ukubali hilo na ujifunze namna ya kurekebisha maisha yako. Lazima ujifunze namna ya kurekebisha maisha yako. Lazima ujifunze hilo. Ukiwa na uwezo mdogo wa kutafakari, utaona njia pekee ni kutoka kwenye barabara inayokwenda Lumumba kwenda barabara inayokwenda nyingine. Kwa mtazamo huo utajiona uko salama. Unajidanganya. Na ndio wengi unawakuta alipomchiti mwenzake ndipo alipoambukizwa na anakuja kujutia. Maana yake uwezo wake hauwezi kukabiliana na changamoto za mahusiano katika safari ya maisha. Watu wa namna hii huhangaika sana kwenye mahusiano kwa sababu hataki kujifunza kwa utulivu na kuona njia pekee ni kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Watu wa namna hii wako wengi sana, na hatimaye huwa ni kilio kwa sababu amekosea kanuni. Anakuja mtu ananiambia, Tera Msigwa, mume wangu ana wanawake zaidi ya 100. Unashtuka, 100? Lakini ukimuuliza yeye anakuambia mimi ni msafi kabisa, ila huyu hafai hata kidogo. Kwa mtazamo wangu, maskini ya Mungu hajui anachokizungumza, ameshindwa kudhibiti hisia zake, ameshindwa kujua kosa lake, ameshindwa kuwajibika ipasavyo katika safari ya maisha yake. Njia pekee anayoiona ni kuanza mahusiano mapya.